Kwa wakati huu hapa ni vyema hivi sasa kuweza kujua mitandaoni yanazungumzwa vitu gani, kuna posti gani mitandaoni. Ni sehemu hivi sasa katika Zilizobamba, na wakati huu hapa tunamkaribisha Ali Bakari Mufti, mzee wa Mangula. Alikuwa likizo kidogo na hapa sasa ndo nasia Msumi, unaonaje huko? Ndio sehemu ambayo tunamkaribisha hivi sasa. Ali, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somo inaendeleaje? Salama kabisa. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Tupo vizuri kabisa. Tufunge tupate afya. Mambo yanakwenda upande mwingine kwa Rezma na nyewe wameanza. Yes, kwa hiyo tupo sawa bin sawia. Yaani kabisa. Ni habari za Mangula, habari za wapi? Bwana, nilitaraji kwenda lakini kwa bahati mbaya mambo yakawa mengi hapa mjini. Sikubahatika kwenda. Kwa hivyo ndugu zangu wa Mangula, wanisubiri, tutaonana nyakati zijazo inshallah. Kuna kitu ambacho ulikopo haupo ukasema natamani hii ningekuepo kwenye Zilizobamba siku hii? Kuna tukio ambalo la kimtandao? Mengi sana. Bahati mbaya wakati inachezwa Mzizima Dabi, sikuwepo ndani ya jengo hili. Nilitamani kama ningekuwepo, nafikiri nyakati zile kuelekea katika Mzizima Dabi huenda yangekuwepo mengi sana, lakini naamini waliokuwepo wamefanya kazi nzuri sana kwa kushirikiana na nyinyi. Karibu sana Ali Mufti. Asante sana. Yes, hakuna la ziada. Mmeona press conference ama ule mkutano wa waandishi wa habari kuelekea katika mchezo huo wa Dabi ya Kariakoo ambao utachezwa kesho, Young Africans ikikaribisha Simba Sports Club, na sisi hatutoka mbali sana ama hatutoenda mbali sana na hicho ambacho kimezungumzwa na makocha hapo. Umemsikia Fadlu Davis na nahodha msaidizi Shomari Kapombe, lakini awali ulimsikia kocha wa Young Africans na nahodha msaidizi pia Dickson Job wakizungumzia mchezo huo. Sasa yes, tuangalie yale ambayo yamebamba katika mitandao ya kijamii. Huyu ni Ali Kamwe. Kwa muda kidogo amekuwa kimya, lakini kwa bahati nzuri jana sauti yake usiku ikaanza kusikika na kupitia kwenye ukurasa wao rasmi wa Young Africans. Tumsikie alizungumza nini kupeleka ujumbe kwa mashabiki wa Young Africans. Mechi ya kawaida na haitakuwa mechi ya kawaida, na sisi pia Yanga hatutaingia kikawaida. Wana Yanga nafikiri wananijua muda mrefu. Kuna kauli nikiwaambiaga, ni kauli ya mtu anayejua mpira. Yaani nikishaonaga tu hali hii, hamasa hii, motivation namna hii, namna players wanajituma kwenye pitch, kinachobakia hapo ni dua tu shehe wangu. Watu wako tayari, vyuma vimeumana. Mara mwisho kuona hali kama hii kwenye training ni lini, dhidi ya mchezo gani? Ndugu yangu, hali kama hii ninapoionaga mara ya mwisho, wananchi walifurahi. Leo jeshi Kwasi Atola yao amefika hapa Avic Town kwa ajili ya kuanza mazoezi. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga, siamini mimi kama Ali Kamwe kwamba unahitaji sauti yangu, unahitaji sauti ya Jimmy Kindoki, unahitaji vigelegele, unahitaji ngoma kuja Benjamin Mkapa Jumamosi kuipambania timu yako. Mimi naamini mazingira ambayo tuko nayo, uhitaji wa pointi ambao tuko nao, na utayari wa timu ambao tuko nao, na ukubwa wa mchezo wenyewe dhidi ya wapinzani wetu unatosha kabisa kukutoa nyumbani Jumamosi kuja Benjamin Mkapa saa 1:15 kakuta huko ndani kuja kupata burudani. Ni mchezo mkubwa ambao unatuhitaji kwenda kikubwa, kwa sababu sisi ni wakubwa. Twende kikubwa, tupambane, tuchukue pointi 3 inshallah. Yaani uongozi wote wa Yanga uko hapa. Uongozi wote, mdhamini na mfadhili wetu Ghalib Said Mohamed GSM yuko hapa. Yaani leo Avic Town imependeza. Mahala ambako wanafanya mazoezi kuelekea katika mchezo huo wa kesho wa NBC Premier League. Hayo ni Young Africans, na umeweza kuona hapo. Tuende katika posti nyingine ya Yanga. Bila shaka yes, hapa ilikuwa ni picha maalum kabisa kwa ajili ya mashabiki wa Yanga na wapenda soka ya kumkaribisha Yao Kwasi ambaye kwa muda mrefu hakuonekana katika uwanja wa mazoezi. Hayo ni Young Africans. Tutoke hapo tuende katika posti nyingine tuone na kwenyewe kuna habari gani kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Huyu ni Gift Macha. Huyo ni miongoni mwa watozi waandamizi wa kipindi hiki cha Viwanjani, naye kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka posti hapo akisema ya kwamba Simba wana Elim Panzo, Yanga wana Pacome Zouzoua. Ukisikia wachezaji wasumbufu ndio hawa, wanachenga na kasi kubwa, wana uwezo mkubwa wa kukokota mpira na wanapiga mashuti. Kazi kubwa ipo kwa mabeki kesho. Hawa mafundi watawalaza wakiwa wamechoka sana. Na bahati nzuri umewasikia mabeki wa Young Africans na Simba pia, kwa maana ya Shomari na Job
Dickson Job ambao bila shaka Gift Macha anawataja hapa ambao wanaweza wakalawa na viatu. Yes, tuende katika ukurasa wa Ahmed Ali. Huyu ni meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports. Yeye ameandika, anasema familia yenye furaha. Hii ni post ambayo aliweka mapema leo hii. Na hawa ndio mashabiki wa Simba Sports. Ni kweli furaha hii inayoonekana hapa itaendelea mpaka kesho, ama tunaweza tukasema ya kwamba picha hii imepigwa baada ya dakika 90 za kesho. Tusubiri dakika 90 za mchezo huo wa NBC Premier League kuona kupitia Azam Sports 1 HD. Tutoke hapo tuende katika ukurasa mwingine. Huu ni ukurasa rasmi wa Simba Sports. Picha ni zile za furaha kuelekea katika mchezo wa kesho. Furaha hii inayoonekana itaendelea. Mnyama hatari ndicho walichokiandika pale. Na ukiangalia huko unaona kabisa ilikuwa ni taswira ya furaha kabisa. Itaendelea baada ya dakika 90 za kesho. Hayo mambo yatadhihirika yote. Yes, tutoke hapo tuende katika ukurasa mwingine. Huyu ni Alwatan Ramadhan Ngoda, kijana kutoka Tanga pale. Ndiye ambaye amepewa dhamana ya kuisherehesha mechi hii ya dabi ya Kariakoo kesho. Sauti yake bila shaka kabisa tunapaswa kumwombea kwa Mwenyezi Mungu amke salama na sauti yake iwe vizuri kabisa kama tulivyozoea. Bila shaka tutayapata maneno mengi mapya kutoka kwa Ramadhan Ngoda ambaye ataisherehesha mechi hiyo. Na hapo nimependa comment ya kwanza, comment Baraka Adson Penja, miongoni mwa watangazaji waandamizi wa soka, anasema all the best Pacha. Lakini Gharibu Mzinga naye akasema ikawe kheri ndugu yangu. Hawa ni miongoni mwa watangazaji manguli kabisa wa soka hapa Tanzania. Yani hapo hata mtandaoni. Yes. Maana unajua kuna ile hali ya kusema mbona wewe kwa hapo watu wanaona kabisa kwa yani mtazamaji ni kwamba Gharibu Mzinga mwenyewe ama Baraka Mpenja atakaa katika TV kumsikiliza Ramadhan Ngoda, na naamini kuna burudani kubwa itatoka kutoka kwa kijana huyo hapa bana. Haya ndio yamekusanywa katika mitandao ya kijamii bana. Na kushukuru sana Ali Bakari Mufti. Naomba kidogo Faraji atoe neno. Faraji, kuna neno lolote? Nilikuwa nataka niseme hivi lakini kwa sababu hajaenda Mangula, mchele tutaukosa. Mimi naomba ruhusa, mchele mtapata inshallah, tuendelee kuzidisha dua. Unaniruhusu? Na Mufti nikwambie tu bwana, endelea kutufuatilia Viwanjani mpaka saa 6 kwa sababu hivi sasa tutagawa tiketi 5. Kwa hiyo mitandaoni huko najua zitakwenda. Wakati mimi nakuruhusu hapa uende, hapa kuna zoezi la simu kwa mashabiki watazamaji wetu ambao wanatutazama hivi sasa. Watapiga simu, tutauliza maswali ni mepesi kabisa. Kwa hiyo akipata tiketi 5 za VIP anapata kwenda kuangazia burudani ya kesho.